asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Ni siku nyingine tena, ni siku ya kipekee, tukimshukuru Mungu wetu kwa ajili ya asubuhi hii, Jumanne hii takatifu ambayo Mungu amependa sisi tuendelee kukutana mahali hapa tukilijadili na kujifunza juu ya neno lake. Basi kwa kipekee kabisa tupite kwenye maombi tukimshukuru Mungu na kuomba toba kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu umeendelea kufanyika baraka katika maisha yetu. Asante kwa sababu umeendelea kufanyika mwema katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuweza kutuamsha asubuhi hii ya leo tulivu na takatifu. Mungu, endelea kuwa nasi tukisema asante kwa ajili ya uzima wa afya na uhai ambao Mungu unaendelea kutubariki. Ukatusamehe katika kila mahali ambapo Mungu tulianguka na kujikwaa, tukirudi tena mbele zako tukiomba msamaha, ufira na ondoleo la dhambi, ili Bwana wetu tuendelee kushiriki pamoja nawe katika utatu ule mtakatifu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tupo siku hii ya pili ya mafundisho yetu juu ya neno ama habari ile ambayo tulishaianza siku ya jana ya nguvu ya mazungumzo. Jana tulijifunza juu ya habari ya kitu gani cha kukiongea. Tulisema kuna vitu vitatu ambavyo kama Wakristo tunatakiwa tujifunze juu ya habari ya mazungumzo. Kitu cha kwanza tulisema ni kitu cha kuongea. Kitu cha pili tulisema ni jinsi gani ya kuongea, na kitu cha tatu ni kwa muda gani unatakiwa uzungumze. Kwa hiyo siku hii ya pili tutajifunza basi jinsi gani ya kuzungumza. Ukisoma katika andiko letu lile lile tutakalokuwa tunatembea nalo katika juma hili ya kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 12 na mstari ule wa 14. Andiko matakatifu yanasema, Mungu anamwambia Musa, basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Mstari wa 14 unasema, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mstari huu wa 12 nimeona na nimegundua kitu ambacho leo nitajifunza pamoja nawe, kwamba Mungu hakumuelewa Musa alipomwambia kwamba yeye ni mzito wa kusema. Amen. Mungu anamwambia Musa katika mstari wa 12, basi enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Kukufundisha utakalo linena ni kitu ambacho tulikizungumza siku ya jana. Maana yake ni kitu gani cha kukiongea. Kwa hiyo Mungu alihisi labda Musa anachokosa ni content. Musa anachokosa ni kitu cha kukizungumza, lakini Musa anamwambia Mungu, hapana, mtume yeye utakayemtuma. Anamwambia, mimi shida yangu sio kipi cha kuongea, mimi shida yangu ni namna gani ya kuongea, kwa sababu tayari umeshanituma, tayari nimeshajua ajenda ya projekti hii ni kuwavusha wana wa Israeli kutoka katika utumwa kwenda katika nchi ya ahadi. Hilo ninalijua Mungu. Ambacho sikiwezi mimi ni namna gani naweza kuwasilisha huu ujumbe kwa watu wako. Kwa hiyo Mungu anagundua sasa katika mstari wa 16 utaona andiko limebadilika, linasema hivi, naye atakuwa, katika andiko mstari ule wa 14 unasema hivi, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako? Hayuko Haruni ndugu yako? Alafu anasema hivi, najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Anasema yeye aweza kusema vizuri. Hasemi kwamba yeye anajua cha kukisema vizuri. Anasema yeye anaweza kusema vizuri. Kwa hiyo hapa utaona Mungu anazungumza juu ya jinsi gani ya kuzungumza, uwezo wa kuzungumza. Ndio huu ambao Musa aliukosa. Kwa hiyo Mungu akagundua yupo mtu ambaye anajua ni namna gani nzuri ya kuzungumza, kwa sababu Musa tayari alikuwa anayo content. Katika kile kipengele cha kwanza tulichojifunza jana, kipi cha kuzungumza, Musa alikuwa nacho. Kwa hiyo alichokuwa Musa na kikosa ni jinsi gani ya kuzungumza. So
Mungu baada ya kugundua kuwa Musa hawezi jinsi ya kuzungumza kile anachokijua, anaamua kumtafuta mtu ambaye ni hodari katika kunena. Watumishi wa Mungu wapendwa katika Kristo Yesu, uwezo wa kuongea ni moja kati ya sifa ya Mkristo, kwa sababu ulimwengu huu wa leo tunaishi katika ulimwengu ambao sio wa haki. Hauangalii tena haki ya mtu, unaangalia ni nani mwenye uwezo wa kulinda haki yake. Maandiko yanasema tangu kipindi cha Yohana hata sasa twafahamu ya kuwa ufalme wa mbinguni wapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Manake ambao wanakuwa successful katika maisha na ulimwengu wa sasa hivi sio ambao wanajua ni nini cha kukifanya, ni wale ambao wanajua ni kwa jinsi gani ya kukifanya. Kwa hiyo tabia ya Mkristo wa leo inatakiwa iwe ina uwezo wa kuzungumza. Kile ambacho unakijua hakitoshi tu, tunataka tugundue, tunataka tuone ni kwa jinsi gani unaweza ukapresent kile ambacho unacho katika kinywa chako. Unaweza ukapata nafasi ya kukutana na watu wakubwa, ya kukutana na watu waliofanikiwa katika maisha ya leo, lakini uwezo wako wa kuzungumza ukakuangusha, ukakunyima fursa. Musa anakosa nafasi ya moja kwa moja juu ya ukombozi wa wana wa Israeli, mpaka Mungu anaamua kutafuta assistance, anaamua kumtafutia msaidizi ambao ni Haruni, baada ya kugundua kwamba Haruni ni bingwa, ni hodari katika kuzungumza. Kwa hiyo Haruni, ambacho kilikuwepo kwa Haruni ni kile ambacho kilikosekana kwa Musa, na kile ambacho kilikuwepo kwa Musa ni kile ambacho kilikosekana kwa Haruni. Na maana hapa pengine pia yamkini Mungu angekuwa na nafasi ya kumtumia mmojawapo, lakini alishindwa kumtumia Haruni kwa sababu Haruni hakuwa na content. Alikuwa ana uwezo wa kuzungumza, ila alikuwa hajui ni kipi cha kukizungumza. Pengine Mungu angemtumia Musa peke yake kuliko kumwongezea na msaidizi ambaye ni Haruni, lakini aliacha kumtumia peke yake kwa sababu aliona Musa anayo content, anacho kitu cha kukizungumza, lakini anakosa uwezo wa kukizungumza. Ukisoma andiko hili linatuonyesha katika juu ya habari ya uwezo wa kuzungumza. Mithali sura ile ya 18 mstari wa 21 unasema mauti na uzima vipo katika uwezo wa ulimi. Ina maana uwezo wa ulimi ndio kule namna ya kujua jinsi gani ya kuzungumza. Ina maana kutoka katika huo uwezo wako wa kutamka, humo ndipo kunaweza kukakupa mauti ama kukakupa uzima. Wapendwa katika Kristo Yesu, ni lazima tujue tabia ya kuzungumza si tabia ya kidunia, ni tabia ya kiroho. Huu ni mkakati ambao Mungu anautumia katika moja kati ya sifa ambayo inahitaji kuonekana kwa Mkristo ili ufalme wa Mungu uendelee kusogea zaidi, ni pamoja na kujua uwezo wa kuzungumza. Achana na habari ya kwamba umesimamishwa juu ya watu wawili watatu na ambao uzungumze, ni Mkristo kabisa, tunakujua umebatizwa, lakini unasema hauwezi kusimama mbele za watu. Mungu akuepushie na akuondolee hiyo roho, kwa sababu ni roho ya kipepo, na tutasema nayo na kuikemea asubuhi hii ya leo. Lazima sisi kama wafuasi, lazima sisi kama Wakristo tunatakiwa tuwe na uwezo wa kuzungumza, kwa sababu ni moja kati ya silaha za kusukuma ufalme wa mbinguni. Zipo nyakati, upo wasaa ambao Mungu atakuhitaji wewe ujue ni namna gani ya kuendesha jambo lako kwa kupitia kinywa chako. Kwa hiyo inapokufika ama inapokuja wasaa wa namna hiyo, ni lazima kama Mkristo usimame imara kwa kujua ni namna gani ya kuzungumza, kwa sababu zipo fursa ambazo zitakuja kupitia watu ambao Mungu amewachagua wakusaidie, lakini watakapojua kwamba wewe ni kilaza, watakapojua kwamba wewe hauwezi kusema vyema, basi fursa hiyo inaweza ikaondoka kabisa. Unaweza ukawa hauna kitu katika mfuko wako, unaweza ukawa hauna kitu katika bank account, unaweza ukawa hauna kitu katika wallet yako, lakini una kitu katika kinywa chako. Katika hicho ukitumie
Wakristo tunatakiwa tujifunze kutumia vile tulivyokuwa navyo katika namna ya kiroho viweze kutupa matokeo katika namna ya kimwili, ili katika yote ambayo Mungu amekusudia sisi tuyapate sawasawa na vile ambavyo yeye anahitaji au vile ambavyo yeye amekusudia vikafanyike. Asubuhi hii ya leo, wapendwa katika Kristo Yesu, nikiwaalika tena kwa kuwakumbusha na kuwasihi sana kama Wakristo wenzangu wafuasi tunaomwangalia Bwana wetu Yesu Kristo, ni lazima tujifunze ni namna gani ya kuongea. Ni lazima, ukimwangalia hata Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni hodari sana katika kusema, alikuwa ni hodari sana katika kunena. Ilifika wakati alikuwa akitumia mpaka mafumbo na mithali, lakini ni katika kufikisha ujumbe kwa watu ambao alikusudia kuwaokoa. Ina maana msaada hata wa Injili kwa wale ambao hawakuwahi kujua Injili kipindi cha Yesu Kristo yupo katika maisha haya, ulitegemea zaidi uwezo wake wa kuzungumza, ulitegemea zaidi uwezo wake wa kuongea. Imagine, tufikirie kwa pamoja katika hiki kitu. Mfano tuseme Yesu angekuwa hana uwezo wa kuzungumza, kama wewe ambaye unajisema hauna uwezo wa kuzungumza. Leo hii kungepatikana watu kama kina mtumishi Yusufu wakasimama mahali hapa wakaeleza juu ya habari ya Injili, isingewezekana. Ina maana ni uwezo wa Kristo Yesu katika kuzungumza kwake, huo ndio umefanya hata hivi leo sisi tunaweza kuihubiri habari njema kutoka kwake. Niwaalike tena kwa saa huu tukienda kupita katika maombi kidogo, ili Mungu akatusaidie, akatupe uwezo wa kuongea. Yamkini kuna nguvu ya kukushusha katika kunyanyua kinywa chako na kuchakata maneno sawa sawa na vile Mungu anavyotarajia kutuona tukifanya. Basi leo katika jina la Yesu tunaisambaratisha nguvu hiyo, tukiikemea kabisa kwa mamlaka ya Yesu Kristo, tukisema ya kwamba kinywa chetu ni mali ya Mungu, vinywa vyetu ni mali ya Yesu Kristo, ili katika yote ambayo tumekusudia kuyatamka, katika yote ambayo tumekusudia kuyanena, tukayanene kwa hekima ile ambayo Mungu anahitaji kuiona kutoka kwetu. Basi tutapita katika maombi, ili basi Mungu atusaidie, akusaidie wewe mtumishi wa Mungu katika maarifa na katika hekima ya kutambua ni kwa jinsi gani kama Mkristo unatakiwa uwe na uwezo wa kuzungumza. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi hii tena ya leo tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu tumejifunza upo muhimu wa kutambua vyema ni kwa jinsi gani tunatakiwa tuwe na uwezo wa kuzungumza. Achilia uwezo wa kuongea katika vinywa vyetu, kwa sababu tunaamini vinywa vyetu tunavitakasa kwa moto utokao kwako, tukichoma yale yote madhaifu, tukichoma zile nguvu na roho zote ambazo Mungu zinatuzuia sisi katika kunena vyema. Mungu, tukikualika wewe upitishe maneno yako, ukayaweke maneno yako katika vinywa vyetu, ili basi katika yote tutakayoyafanya Mungu tukapate uwezo wa kutamka vyema, tukapate uwezo wa kunena vyema. Kama zipo nafasi tuliwahi kuzipoteza katika maisha yetu kipindi cha nyuma, kwa sababu Mungu hatukuwa tunajua ni kwa jinsi gani ya kusema, leo Mungu tunakuomba ukaturudishie nafasi hizo, kwa maana tumejifunza asubuhi hii ya leo uwezo wa kuongea. Tumejifunza asubuhi hii ya leo kwamba hata Injili ambayo Yesu Kristo alikuja kuitangaza katika ulimwengu huu ilihitaji uwezo wake wa kuongea. Bwana, ukatupe uwezo wa kunena. Bwana, ukatupe hekima na maarifa ya kutamka yale yote ambayo yatatoka katika kinywa chako. Kwa kustahili kwako Mungu wetu, tunaomba hayo yote tukiamini kwamba yatatendeka na kutokea kwa sifa na utukufu wa jina lako. Amen. Basi asante, niendelee kukushukuru hata kwa ajili ya wewe ambaye bado unaendelea kujumuika nasi katika matoleo siku hii nyingine tena. Tuseme asante na tukimshukuru Mungu kwa ajili yako. Bwana wetu, asante mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambao Mungu umempa roho ya kuguswa ya kuweza kukutolea matoleo yako kwa ajili yetu sisi Mungu. Mungu, tunakuomba Bwana uendelee kusema naye, endelea kusema na sadaka ambayo ameitoa Mungu. Katika yote anayoyatoa, tuna imani ya kuwa anayatoa kwa ajili yako na wala si kwa ajili yetu. Kama iko dhambi, kama yako makosa ambayo yaliwahi kufanyika Mungu ikamzuia katika kuwa na roho ili ya kukupendeza, ya kukutolea, basi Mungu tunaifuta kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, tukimtakasa tena, tukampa nguvu na uwezo na moyo wa kuendelea kujitoa kwa ajili ya kanisa lako, kwa kustahili kwako Yesu Kristo. Amen.
Basi niendelee kuchukua nafasi hii ni kushukuru wewe ambaye umekuwa nasi ukitazama, ukitufuatilia ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Endelea kufurahia habari hii njema ambayo Mungu anaendelea kutufunulia kupitia watumishi wake. Basi nikualike tena hata siku nyingine, tutakutana katika siku ya kesho juu ya habari hii. Mungu akubariki sana, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.